wetu wa ardhi na nyumba na maendeleo ya makazi awasilishe hotuba ya bajeti yake ya wizara kwa mwaka wa fedha 2026/2027. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kutoa hoja kwamba kutokana na taarifa iliyowasilishwa leo ndani ya bunge lako tukufu, kamati ya kudumu ya Bunge ya Ardhi, Maliasili na Utalii, ambayo ilichambua na kujadili bajeti ya Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi fungu namba 48 na Tume ya Taifa Mipango ya Matumizi ya Ardhi fungu namba 3, bunge lako tukufu lipokee na kujadili taarifa za utekelezaji wa bajeti ya Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi fungu namba 48 na Tume ya Taifa Mipango ya Matumizi ya Ardhi fungu namba 3 kwa mwaka 2025/26. Aidha, naomba bunge lako tukufu lijadili na kuidhinisha makadirio ya mapato na matumizi ya mafungu hayo mawili kwa mwaka 2026/27. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba hotuba yangu iliyowasilishwa mbele ya bunge lako tukufu iingie kwenye kumbukumbu rasmi za bunge answered kama ilivyo. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kushiriki mkutano huu wa 3 wa bunge la 13 ambao ni mahsusi kwa ajili ya kujadili mapitio ya utekelezaji wa bajeti ya serikali kwa mwaka 2025/26 na makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka 2026/27. Aidha, kipekee kabisa namshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuniamini na kuniteua kuwa Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Ninamwahidi kuwa kwa kushirikiana na viongozi na watumishi wote wa wizara nitaendelea kutekeleza majukumu aliyonikabidhi kwa uadilifu na weledi wa hali ya juu ili kuleta ufanisi katika utoaji wa huduma katika sekta ya ardhi. Hiyo yote ni kwa ustawi wa wananchi na maendeleo ya taifa kwa ujumla. Vile vile namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kunipatia msaidizi makini, mahiri na mchapakazi, Mheshimiwa Kaspa Mmuya, mbunge, naibu waziri ambaye amekuwa msaidizi mahiri katika kutekeleza majukumu ya sekta ya ardhi. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa namna ya pekee naomba nitumie fursa hii kumpongeza kwa dhati Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa ushindi mkubwa wa kishindo alioupata katika uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba mwaka 2025. Ushindi huo ni ishara ya imani kubwa walionayo Watanzania kutokana na uongozi mahiri wa serikali ya awamu ya 6 ambao umedumisha amani, umoja, upendo na mshikamano hapa nchini. Aidha, umeimarisha utulivu wa kisiasa na diplomasia ya uchumi na hivyo kuvutia uwekezaji katika sekta ya ardhi na uendelezaji wa milki. Miongoni mwa masuala makubwa yaliyofanywa na Mheshimiwa Rais katika sekta ya ardhi kwa kipindi cha uongozi wake ni pamoja na kuwezesha ukamilishaji wa marekebisho ya Sera ya Taifa ya Ardhi ya mwaka 1995, hivyo kuwa na Sera ya Taifa ya Ardhi ya mwaka 1995 toleo la mwaka 2023 ambayo imetoa mwelekeo mpya wa usimamizi wa ardhi hapa nchini. Aidha, Mheshimiwa Rais amewezesha maboresho ya mifumo ya tehama na upatikanaji wa rasilimali kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli za sekta ya ardhi. Mheshimiwa Naibu Spika, nampongeza Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi kwa kuaminiwa na kuchaguliwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aidha, nampongeza kwa umahiri wake katika kuendelea kumsaidia Mheshimiwa Rais katika kutekeleza majukumu yake ya kuliongoza taifa letu. Ninamshukuru pia kwa maelekezo na miongozo yake ambayo imeendelea kuniwezesha kutekeleza majukumu yangu ya kuongoza sekta hii muhimu kwa maendeleo ya taifa letu. Na vile vile nampongeza Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa uongozi mahiri katika kuendelea kudumisha misingi ya muungano wetu pamoja na kusimamia maslahi na ustawi wa wananchi wa Zanzibar. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda pia kumpongeza Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge, kwa kuaminiwa na Mheshimiwa Rais na kuteuliwa kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Namshukuru kwa hotuba yake ambayo imetoa mwelekeo wa utekelezaji wa shughuli za sekta ya ardhi. Miongoni mwa masuala yaliyotiliwa mkazo katika hotuba hiyo ni pamoja na kusimamia upangaji na upimaji wa ardhi mijini, vijijini na maeneo ya kimkakati. Vile vile kuimarisha mifumo ya tehama, aidha kuboresha huduma za uthamini na ulipaji fidia na vile vile kuimarisha mifumo ya utatuzi wa migogoro. Lingine ni kuendeleza ujenzi wa nyumba za gharama nafuu na kuboresha miundombinu ya upimaji na ramani. Wizara imezingatia na inaendelea kutekeleza maelekezo na maagizo yanayohusu sekta ya ardhi ili kuimarisha usalama wa milki za ardhi nchini, kudhibiti migogoro ya ardhi, kuweka mazingira ya wezeshi ya uwekezaji na kuifanya ardhi kuwa mtaji hai kwa wananchi wetu. Mheshimiwa Naibu Spika,
napenda kumpongeza Mheshimiwa Musa Hassan Zungu, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuaminiwa na kuchaguliwa kuliongoza bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aidha, na kupongeza wewe binafsi Mheshimiwa Daniel Baran Silo, mbunge, kwa kuchaguliwa kuwa naibu spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vile vile ninawapongeza wenye viti wa bunge, Mheshimiwa Cecilia Daniel Pareso, mbunge wa viti maalum, Mheshimiwa Najma Murtaza Giga, mbunge wa viti maalum, na Mheshimiwa Deodatus Philip Mwanyika, mbunge wa Njombe mjini, ambao kwa nyakati tofauti wamekuwa wakisimamia na kuongoza shughuli za bunge. Tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu aendelee kuwajalia afya njema na hekima katika kuwatumikia wananchi kupitia mhimili huu wa bunge. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa namna kipekee natoa shukrani zangu za dhati kwa kamati ya kudumu ya Bunge ya Ardhi, Maliasili na Utalii chini ya uongozi mahiri wa mwenyekiti Mheshimiwa Timotheo Paulo Mzava, mbunge, kwa maoni na ushauri ambao umeiwezesha wizara kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi. Pia nawashukuru wajumbe wote wa kamati kwa uchambuzi makini wa makadirio ya mapato na matumizi ya wizara fungu namba 48 na Tume ya Taifa ya Mipango fungu ya ardhi, matumizi ya ardhi fungu namba 3 kwa mwaka 2026/27. Napenda kulihakikishia bunge lako tukufu kwamba maoni, ushauri na mapendekezo yaliyotolewa na kamati yamezingatiwa katika bajeti hii na hivyo kutoa mwelekeo mpya wa utekelezaji wa shughuli za sekta ya ardhi. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa masikitiko makubwa natoa salamu za pole kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa msiba mzito wa kuondokewa na Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi, aliyekuwa mbunge wa jimbo la Isimani na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu. Msiba huu ulitokea tarehe 25 Machi 2026. Hayati William Lukuvi atakumbukwa kwa mchango wake mkubwa katika kujenga misingi ya utawala bora na maendeleo ya kiuchumi na kijamii hapa nchini. Aidha, atakumbukwa kwa kuweka misingi madhubuti ya utawala na usimamizi wa sekta ya ardhi kwa kipindi alichohudumu kama waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi kuanzia mwaka 2015 hadi mwaka 2022. Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Amina. Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile naungana na waheshimiwa wabunge wenzangu kutoa pole kwako wewe binafsi na bunge lako tukufu kutokana na kifo cha Mheshimiwa Jenista Joakim Mhagama, aliyekuwa mbunge wa jimbo la Peramiho, na Mheshimiwa Halima Idi Nasoro, alikuwa mbunge wa viti maalum. Aidha, natoa pole kwa familia za marehemu, ndugu, jamaa na wananchi walioguswa na misiba hiyo. Vile vile wapo viongozi na Watanzania wenzetu waliofikwa na ajali, majanga na maafa mbalimbali yaliyosababisha vifo, majeruhi na uharibifu wa mali. Nitumie fursa hii kuwapa pole wote waliopoteza ndugu, jamaa, marafiki na mali zao kutokana na maafa hayo. Tunamwomba Mwenyezi Mungu aziweke roho za marehemu wote mahali pema peponi. Aidha, tunamwomba Mwenyezi Mungu awajalie uponyaji wa haraka Watanzania wenzetu waliojeruhiwa ili waweze kurejea katika shughuli zao za kila siku za ujenzi wa taifa. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuzingatia umuhimu wa sekta hii, katika mwaka 2026/27 wizara imepanga kutekeleza vipaumbele 8 kama ifuatavyo. Kwanza, kuongeza kasi ya upangaji, upimaji, umilikishaji na usajili wa ardhi mijini, vijijini na maeneo ya kimkakati. Vile vile kuandaa mipango ya matumizi ya ardhi ya vijiji. Namba 3, kuimarisha mifumo ya tehama katika utunzaji wa kumbukumbu, utoaji wa huduma, ukusanyaji wa maduhuli na upatikanaji wa taarifa za ardhi na uthamini. Na 4, kuimarisha mifumo ya utatuzi wa migogoro ya ardhi kwenye mabaraza ya ardhi ya nyumba ya wilaya. Na 5, kuhakikisha uwepo wa nyumba bora, ukuaji wa sekta ya miliki na maendeleo ya makazi kwa ajili ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii. 6, kuimarisha mipaka ya kimataifa na kuendeleza miji. 7, kuimarisha upatikanaji wa ramani ili kuwezesha uandaaji wa mipango ya kitaifa na matumizi mengine. Na 8, kuimarisha mifumo ya usimamizi na ufuatiliaji wa utekelezaji wa vipaumbele. Mheshimiwa Naibu Spika, vipaumbele vilivyobainishwa vitawezesha kufikia malengo ya sekta yaliyoainishwa katika Sera ya Taifa ya Ardhi ya mwaka 1995 toleo la mwaka 2023, Sera ya Taifa ya Maendeleo ya Makazi ya mwaka 2000, Dira 2050, Ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati akizindua Bunge la 13 mwezi Novemba mwaka 2025, mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa wa miaka 5 kuanzia mwaka 2026/27 hadi 2030/31, malengo ya maendeleo endelevu kuelekea mwaka 2030 na mpango mkakati wa wizara wa miaka 5 kuanzia mwaka 2026/27 kuelekea 2030/31. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya maelezo hayo ya utangulizi, naomba sasa nitoe ufafanuzi
kuhusu mapitio ya utekelezaji wa mpango wa bajeti wa Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi fungu namba 48 pamoja na Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi fungu namba 3 kwa mwaka 2025/26 na makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka 2026/27. Aidha, takwimu za utekelezaji wa bajeti kwa mwaka 2025/26 ambazo zipo katika hotuba hii zinaishia tarehe 15 Mei mwaka 2026. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka 2025/26 Wizara ilipanga kukusanya shilingi bilioni 290 kutokana na vyanzo vya mapato ya kodi ya pango la ardhi, ada na tozo mbalimbali za sekta ya ardhi. Hadi tarehe 15 Mei mwaka 2026, Wizara imekusanya shilingi bilioni 191.90 sawa na asilimia 66.17 ya lengo. Katika mwaka 2026/27, Wizara imepanga kukusanya shilingi bilioni 300 kutokana na kodi ya pango la ardhi, ada na tozo mbalimbali zinazohusiana na sekta ya ardhi. Lengo hilo litafikiwa kwa kutekeleza mikakati mbalimbali ikiwemo kuendelea kusambaza miundombinu na mifumo ya tehama katika ofisi za ardhi za mikoa na halmashauri ili kurahisisha utoaji wa huduma za ardhi. Vile kuendelea kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kufuatilia halmashauri ambazo hazijakamilisha utekelezaji wa miradi ya KKK na kuchukua hatua za kisheria kwa wadaiwa sugu ikiwemo kuwafikisha mahakamani. Aidha, Wizara kwa kushirikiana na mamlaka nyingine inaendelea kutafuta njia bora ya ukusanyaji wa kodi ya pango la ardhi kupitia huduma mbalimbali zinazotolewa na taasisi hizo. Natoa rai kwa wamiliki wote wa ardhi kuhakikisha wanatekeleza wajibu wao wa msingi wa kulipa kodi ya pango la ardhi kwa wakati ili kuepuka kuchukuliwa hatua za kisheria ikiwemo kufutiwa umiliki. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda pia vile kupitia bunge lako tukufu kuwafahamisha Watanzania wote kuwa kulipa kodi ya pango la ardhi ni kosa ambalo linaweza kukufanya ukakosa sifa ya kukopesheka katika taasisi za fedha, na vile utakosa nafasi za kugombea nafasi za uongozi ikiwemo udiwani na nafasi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka 2025/26 Wizara iliidhinishiwa shilingi bilioni 193.44 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na miradi ya maendeleo. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 53.82 zilikuwa kwa ajili ya mishahara, shilingi bilioni 37.56 kwa ajili ya matumizi mengineyo na shilingi bilioni 62.06 kwa ajili ya miradi ya maendeleo, ambapo shilingi bilioni 5.73 ni fedha za maendeleo za ndani na shilingi bilioni 56.33 ni fedha za maendeleo za nje. Aidha, Wizara iliongezewa bajeti ya shilingi bilioni 64.24 ambapo shilingi bilioni 60.94 zilitumika kwa ajili ya kulipa madeni na shilingi bilioni 3.30 zilitumika kutetea maombi ya eneo la nyongeza nje ya ukanda wa kiuchumi baharini, yani Extended Continental Shelf, yaliyowasilishwa Umoja wa Mataifa na hivyo kufanya bajeti ya maendeleo kuongezeka hadi shilingi bilioni 126.29 na bajeti ya wizara kwa ujumla kufikia shilingi bilioni 217.68. Hadi tarehe 15 Mei 2026, Wizara imepokea shilingi bilioni 141.09 sawa na asilimia 64.82 ya bajeti. Kati ya fedha zilizopokelewa, shilingi bilioni 43.85 ni mishahara, shilingi bilioni 31.51 ni matumizi mengineyo na shilingi bilioni 65.74 ni kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka 2025/26 Wizara kupitia Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi ilipanga kukusanya shilingi milioni 18 kupitia kodi ya pango la nyumba zilizopo mkoani Tabora. Hadi kufikia tarehe 15 Mei, Tume ilikuwa imekusanya shilingi bilioni 16.05 sawa na asilimia 89.17 ya lengo. Vile Tume ilipanga kupokea michango ya shilingi bilioni 1 kutoka kwa wadau wa kimkakati. Hadi kufikia tarehe 15 Mei, shilingi milioni 417.79 zilikuwa zimepokelewa ambayo ni sawa na asilimia 41.78 ya lengo. Kwa mwaka 2026/27 Tume imepanga kukusanya shilingi milioni 18 kutokana na kodi ya pango la nyumba zilizopo mkoani Tabora. Aidha, juhudi za kuhamasisha wadau wa kimkakati kuchangia shilingi milioni 500 kwa ajili ya kugharamia shughuli za upangaji wa matumizi ya ardhi zinaendelea. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka 2025/26 Tume iliidhinishiwa shilingi bilioni 10.71 kwa ajili ya kugharamia miradi wa upangaji wa matumizi ya ardhi. Aidha, wakati wa utekelezaji wa bajeti Tume iliongezewa shilingi bilioni 2, hivyo jumla ya bajeti kwa shilingi bilioni 12.71. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 4.71 ni mishahara,
shilingi bilioni 3.48 ni matumizi mengineyo, na shilingi bilioni 4.52 ni kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa upangaji wa matumizi ya ardhi. Hadi tarehe 15 Mei 2026 tume imepokea shilingi bilioni 10.33 ambayo ni sawa na 81.27%. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 3.58 ni mishahara, shilingi bilioni 2.23 ni matumizi mengineyo, na shilingi bilioni 4.52 ni fedha za ndani kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa upangaji wa matumizi ya ardhi. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kutoa fedha ambazo zimeongeza kasi ya uandaaji wa mipango ya matumizi ya ardhi hapa nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka 2025/26 wizara ilipanga kuandaa na kusajili hati miliki 500,000, hati za haki miliki ya kimila 520,000, hati za sehemu ya jengo 1000, vyeti vya ardhi ya kijiji 100 na miamala ya hati miliki na nyaraka za kisheria 100,000. Hadi tarehe 15 Mei 2026 wizara imeandaa na kusajili hati miliki 107,683 ambayo ni sawa na 21.54% ya lengo, hati za kimiliki ya kimila 99,762 sawa na 19.19% ya lengo, vyeti vya ardhi ya kijiji 148 sawa na 148% ya lengo, na hati za sehemu ya jengo 914 sawa na 91.4% ya lengo. Aidha, jumla ya miamala ya hati miliki na nyaraka za kisheria 137,681 zimesajiliwa sawa na 137.68% ya lengo. Katika mwaka 2026/27 wizara imepanga kuandaa na kusajili hati miliki 200,000, hati za haki miliki ya kimila 300,000, vyeti vya ardhi ya kijiji 60, hati za sehemu ya jengo 1000 na miamala hati miliki na nyaraka za kisheria 100,000. Natoa wito kwa wananchi kuhakikisha wanamiliki ardhi zao kisheria ili kuepuka migogoro na kuwawezesha kutumia ardhi kwa ajili ya kujiletea maendeleo ya kiuchumi na yale ya kijamii. Mheshimiwa Naibu Spika, sheria za ardhi zinamtaka kila mmiliki kuendeleza ardhi aliyomilikishwa kwa mujibu wa masharti yaliyoainishwa katika nyaraka za umiliki, ikiwa ni pamoja na kulipa kodi ya pango la ardhi. Katika mwaka 2025/26 wizara ilipanga kufanya uhakiki na ukaguzi wa viwanja na mashamba 1000 ili kubaini wamiliki wasiozingatia masharti ya umiliki na kuwachukulia hatua za kisheria. Hadi kufikia tarehe 15 Mei mwaka 2026, jumla ya viwanja na mashamba 2503 yalikuwa yameshakaguliwa. Ukaguzi huo umebaini kuwa wamiliki 1571 wa viwanja na mashamba walizingatia masharti ya umiliki, lakini wamiliki 932 wa viwanja na mashamba walikiuka masharti ya umiliki. Wizara imechukua hatua za kisheria kwa wamiliki waliokiuka masharti ya umiliki, ambapo miliki za mashamba na viwanja 15 zimefutwa na hatua za kisheria zinaendelea kuchukuliwa kwa wamiliki 917. Katika mwaka 2026/27 wizara imepanga kufanya uhakiki na ukaguzi wa viwanja na mashamba 1000 ili kubaini hali ya uendelezaji na kuchukua hatua stahiki. Natoa rai kwa wamiliki wa ardhi kuendeleza miliki zao kwa mujibu wa masharti ya umiliki wao ili kuepuka serikali kubatilisha miliki hizo. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara imeendelea kutenga ardhi kupitia mpango kabambe iliyoandaliwa ili kuhakikisha kuwa kuna ardhi ya kutosha kwa ajili ya uwekezaji. Katika mwaka 2025/26 wizara ilipanga kugawa hekta 5,000 kwa wawekezaji. Hadi tarehe 15 Mei 2026 wizara kupitia kamati ya kitaifa ya ugawaji ardhi imepokea na kuidhinisha maombi 333 ya ardhi ya uwekezaji yenye ukubwa wa hekta 45,371.24. Katika mwaka huu 2026/27 wizara imepanga kutenga na kugawa ardhi yenye ukubwa wa hekta 5,000 kwa ajili ya uwekezaji. Mheshimiwa Naibu Spika, ili kufikia azma ya serikali ya kuweka mazingira ya wezesha uwekezaji nchini, wizara imeimarisha utoaji wa huduma kwenye mamlaka ya uwekezaji wa maeneo maalum ya kiuchumi Tanzania TISEZA kwa kuanzisha ofisi maalum ya ardhi kwa ajili ya kushughulikia masuala ya uwekezaji. Aidha, wizara imeimarisha utoaji wa huduma za ardhi kwenye mikoa ya Dodoma, Dar es Salaam na Mwanza ambayo ina mahitaji makubwa ya huduma. Mikoa hiyo imekuwa na makamishna wa ardhi wasaidizi wawili, hatua ambayo itaongeza ufanisi katika utoaji wa huduma kwa kuwafikia wananchi karibu zaidi ya maeneo yao. Napenda kutumia fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
kwa maono na dhamira yake ya kuhakikisha wawekezaji na wananchi wanapata huduma bora za ardhi kwa maendeleo endelevu ya kiuchumi. Mheshimiwa Naibu Spika, kutokana na kuwepo kwa migogoro ya ardhi inayoendelea kujitokeza katika maeneo mbalimbali hapa nchini, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba alielekeza Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi na Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali kuandaa mkakati wa pamoja wa kupata ufumbuzi wa kudumu wa migogoro hiyo. Kufuatia maelekezo hayo, serikali imeandaa na kuanza utekelezaji wa mkakati wa kitaifa wa kudhibiti migogoro ya ardhi hapa nchini. Mkakati huo unahusisha wadau na makundi yote muhimu, hususan wakulima, wafugaji, wawekezaji na mamlaka za hifadhi, ili kuhakikisha changamoto ya migogoro ya ardhi inapatiwa ufumbuzi wa kudumu. Napenda kutumia fursa hii kumshukuru tena Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa dhamira yake ya dhati kuhakikisha migogoro ya ardhi inadhibitiwa, hivyo kuwawezesha watumiaji wa ardhi kufanya kazi zao kwa amani na utulivu. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka 2025/26 wizara ilipanga kutatua migogoro ya ardhi 3000. Na hadi tarehe 15 Mei 2026 jumla ya migogoro ya ardhi 5573 imetatuliwa, ambapo kati ya hiyo migogoro 3183 imetatuliwa kupitia kliniki za ardhi na migogoro 2390 imetatuliwa kupitia utaratibu wa kawaida wa kiutawala. Katika mwaka huu 2026/27 wizara imepanga kushughulikia migogoro 4000 kiutawala. Natoa rai kwa viongozi, watumishi na wananchi kwa ujumla kuzingatia sheria za ardhi, kanuni na miongozo ili kuepuka kuanzisha migogoro mipya. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka 2025/26 wizara ilipanga kuendelea kuratibu ukamilishaji wa kazi zilizobaki za utekelezaji wa uamuzi wa Baraza la Mawaziri kuhusu utatuzi wa migogoro ya ardhi katika vijiji na mitaa 975. Maamuzi yameendelea kutekelezwa, ikiwemo kurejesha ardhi kwa wananchi, ambapo jumla ya ekari milioni 3.13 zimerejeshwa na shilingi bilioni 95.27 zimelipwa kwa wananchi waliostahili kulipwa fidia katika maeneo 14. Aidha, mpango kazi kwa ajili ya kukamilisha kazi zilizobaki umeandaliwa na unaendelea kutekelezwa na wizara yangu kwa kushirikiana na wizara za kisekta na taasisi mbalimbali. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara yangu pia inasimamia uthamini wa mali zinazohamishika na zisizohamishika. Katika mwaka 2025/26 wizara ilipanga kuidhinisha taarifa za uthamini zipatazo 54,000, kukamilisha uandaaji wa vitalu vya thamani ya ardhi katika mikoa 7 na kuendelea na zoezi la kuhuisha viwango vya thamani ya ardhi katika mikoa 26. Hadi tarehe 15 Mei 2026 wizara imeidhinisha taarifa za uthamini 57,293 ambayo ni sawa na 106.10% ya lengo, ambapo kati ya hizo taarifa za uthamini wa kawaida ni 27,211 na majedwali ya fidia yenye wafidiwa 30,082 pia yamekamilishwa. Aidha, malalamiko ya uthamini 99 ilipokelewa na kushughulikiwa kiutawala. Vile vile zoezi la kuhuisha kanzidata ya viwango vya thamani ya ardhi na mazao limefanyika katika mikoa yote 26 nchini na uhuishaji wa viwango vya thamani ya majengo umefanyika katika mikoa ya Dar es Salaam na Dodoma. Katika mwaka 2026/27 wizara imepanga kuidhinisha taarifa za uthamini 50,000, kushughulikia malalamiko 100 yatokanayo na uthamini na kuhuisha kanzidata ya viwango vya thamani ya ardhi mazao na majengo katika mikoa 26. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara imeendelea kusimamia na kuanzisha mabaraza mapya katika wilaya mbalimbali nchini ambayo yamekuwa yakisikiliza na kuamua mashauri ya ardhi. Katika mwaka 2025/26 wizara ilipanga kuanzisha mabaraza mapya 24 na kushughulikia mashauri 16,000. Napenda kuliarifu bunge lake tukufu kuwa hadi tarehe 15 Mei 2026 wizara imeanzisha mabaraza mapya 6, hivyo kuwa na jumla mabaraza 121 yanayofanya kazi. Aidha, mashauri 23,426 yamesikilizwa, ambapo kati ya hayo mashauri 12,644 yameshughulikiwa na kutolewa uamuzi, ilhali mashauri 10,782 yanaendelea kushughulikiwa. Katika mwaka 2026/27 wizara itaanzisha mabaraza mapya 18 ili kufikia lengo la kuwa na mabaraza ya ardhi na nyumba katika wilaya zote 139 zilizopo nchini. Aidha,
wizara itaendelea kushughulikia mashauri 10,782 yaliyobaki na yale mengine ambayo yatafunguliwa. Natoa wito kwa wenyeviti wa mabaraza ya ardhi na nyumba ya wilaya kuzingatia weledi, uadilifu na misingi ya utoaji haki katika kuamua mashauri ya ardhi ili kujenga imani kwa wananchi wanaopata huduma katika mabaraza hayo. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara yangu imeendelea kutumia mifumo ya TEHAMA katika kuongeza ufanisi wa utendaji kazi na utoaji wa huduma kwa wananchi, kuongeza uwazi na uwajibikaji na kuimarisha ukusanyaji wa maduhuli ya serikali. Katika mwaka 2025/26 wizara ilipanga kusimika miundombinu ya TEHAMA katika ofisi za ardhi za mikoa na halmashauri zote nchini, kusambaza mfumo wa e-ardhi, kutoa elimu na kuwajengea uwezo wa watumiaji. Napenda kuliarifu bunge lako tukufu kwamba wizara imesambaza vifaa vya TEHAMA vyenye thamani ya shilingi bilioni 5.20 katika mikoa na halmashauri zote nchini. Aidha, huduma za uthamini na usajili wa nyaraka zinatolewa kupitia mfumo wa e-ardhi katika mikoa yote nchini, huku huduma za utawala wa ardhi zikitolewa kupitia mfumo huo katika mikoa mitano ya Arusha, Dodoma, Mbeya, Tanga na Mwanza, pamoja na baadhi ya halmashauri za mikoa ya Shinyanga, Kigoma, Tabora, Mtwara, Pwani na Ruvuma. Katika mwaka huu 2026/27 wizara itaendelea na juhudi za kuhakikisha huduma zote zinapatikana kupitia mfumo huo katika ofisi zote za ardhi za mikoa na halmashauri hapa nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara imerahisisha huduma za malipo ikiwa ni pamoja na wananchi kutumiwa au kutengeneza ankara zao bila kulazimika kufika kwenye ofisi za ardhi. Mathalan, kodi ya pango la ardhi inaweza kulipwa wakati wowote na mahali popote kupitia simu, mawakala au benki, ambapo kwa sasa namba ya malipo inakuwa ni ya kudumu. Hadi tarehe 15 Mei 2026, wananchi 127,849 wamejengewa uwezo na kujisajili na wengine tayari wameomba na kuhudumiwa kupitia mfumo huo. Natoa wito kwa wananchi kuendelea kufuatilia matangazo yanayotolewa katika vyombo mbalimbali vya habari, mitandao ya kijamii na tovuti ya wizara ili kujifunza kuhusu huduma za sekta ya ardhi zinazotolewa kupitia mfumo wa e-ardhi. Mheshimiwa Naibu Spika, upimaji ardhi huwezesha kuwa na mipaka iliyotambuliwa kisheria na hivyo kuongeza usalama wa miliki. Thamani ya ardhi pia inaongezeka na vile vile kuepusha migogoro inayohusiana na mipaka ya ardhi. Wizara inaendelea na jukumu lake la kuratibu na kusimamia upimaji wa viwanja na mashamba. Katika mwaka 2025/26 wizara ilipanga kuratibu upimaji na uidhinishaji wa viwanja 500,000 na mashamba 500. Hadi tarehe 15 Mei 2026 jumla ya viwanja 193,317 na mashamba 515 yamepimwa na kuidhinishwa, ambayo ni sawa na 38.66 na 103.0 mtawalia. Katika mwaka 2026/27 wizara itaendelea na dhamira yake ya kupima na kuidhinisha viwanja 500,000 na mashamba 500 nchi nzima. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara pia ina jukumu la kuratibu na kupima mipaka ya vijiji kwa kushirikiana na wadau mbalimbali kwa lengo la kuimarisha usimamizi wa mipaka ya kiutawala. Katika mwaka 2025/26 wizara ilipanga kuhakiki na kupima mipaka ya vijiji 100 na hadi tarehe 15 Mei 2026 mipaka ya vijiji 54 imehakikiwa na kuhuishwa na vijiji 189 vimepimwa na hivyo kufanya vijiji vilivyopimwa kufikia 11,996 kati ya vijiji 12,333 vilivyopo hapa nchini. Katika mwaka 2026/27 wizara itaendelea kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI na wadau wa maendeleo kuhakiki, kuhuisha na kupima mipaka ya vijiji 226. Katika kutekeleza jukumu hili, wizara imeendelea kupokea malalamiko kutoka kwa wananchi dhidi ya serikali za vijiji kuhusu kuathiriwa haki zao za ardhi baada ya kubainishwa kwa mipaka ya vijiji. Nitumie fursa hii kuzitaka mamlaka za serikali za mitaa kuheshimu haki za ardhi za wananchi ili kuepuka kusababisha migogoro. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali kupitia mradi wa Tanzania Cities Transforming Infrastructure and Competitiveness, yani TACTIC, ambao unasimamiwa na kuratibiwa na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, inaendelea na maandalizi ya awali ya kuandaa mipango ya jumla ya miji mingine 18 hapa nchini. Aidha, wizara kwa kushirikiana na mamlaka za upangaji inaendelea kufuatilia uandaaji na utekelezaji wa mipango ya jumla kwa mujibu wa sera, sheria, kanuni na miongozo iliyopo ili kuchochea maendeleo endelevu ya ukuaji wa miji hapa nchini. Natoa wito kwa mamlaka za upangaji nchini kuendelea kutenga fedha kwa ajili ya uandaaji wa mipango ya jumla pamoja na kuhakikisha utekelezaji wa miradi iliyopangwa inazingatia mipango iliyopo. Aidha,
ujenzi unaofanyika bila vibali udhibitiwe ili kuzuia ukuaji holela wa miji yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kuunga mkono maono na dhamira njema ya Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ya kuwa na makazi na miji ya kisasa, wizara imeanza kutekeleza programu maalum ya uendelezaji upya wa maeneo chakavu, yaani Land Readjustment Program, katika miji mbalimbali hapa nchini. Programu hii inalenga kuwezesha upatikanaji wa makazi bora kwa wananchi, kuongeza thamani ya miji na maeneo yake, kuboresha huduma za jamii, kuvutia wawekezaji, kuboresha mazingira na mandhari ya miji hiyo, na hivyo kuchangia ukuaji wa uchumi. Jumla ya maeneo 111 yenye ukubwa wa hekta 24,309.3 yameainishwa katika halmashauri 35 zilizopo kwenye mikoa 25. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka 2025/26 wizara ilipanga kuratibu uendelezaji upya wa eneo la Makangira Msasani katika manispaa ya Kinondoni lenye ukubwa wa hekta 17.20. Kama eneo la mfano, kazi ya kuendeleza eneo hilo imeanza kwa kuwashirikisha wananchi, ambapo ukusanyaji wa taarifa na utambuzi wa miliki za wakazi wa eneo hilo umefanyika. Taarifa hizo zitawezesha kufahamu hali halisi ya maisha ya wakazi wa eneo hilo, thamani ya rasilimali zilizopo, mahitaji na matamanio ya wananchi, na namna ya kufanya mgawanyo wa milki zitakazoboreshwa. Katika mwaka 2026/27 wizara itaanza upangaji na upimaji wa ardhi sambamba na kutafuta wawekezaji wenye sifa na uwezo wa kuendeleza eneo hilo. Mheshimiwa Naibu Spika, kadhalika wizara imekamilisha rasimu ya mpango wa uendelezaji upya eneo la Sinza katika manispaa ya Ubungo, ambapo wananchi na wadau mbalimbali wanaendelea kutoa maoni yao. Mpango huu unalenga kuongeza thamani ya uwekezaji wenye tija katika kuboresha maisha ya wananchi na kuongeza pato la taifa kwa kusanifu matumizi mchanganyiko yatakaowezesha kuongeza viwango vya ujenzi wa eneo hilo kuanzia sakafu 2 hadi sakafu 20 kulingana na uhimilivu wa uwezo wa ardhi. Katika kutekeleza mpango huu, wamiliki wa ardhi katika maeneo hayo ndio watakaoshiriki katika kuendeleza ardhi zao kwa kuzingatia mpango utakaopitishwa. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nirudie eneo hilo. Katika kutekeleza mpango huu, wamiliki wa ardhi katika maeneo hayo ndio watakaoshiriki katika kuendeleza ardhi zao kwa kuzingatia mpango utakaopitishwa. Nitumie fursa hii kuwahakikishia wamiliki wa ardhi katika maeneo hayo kuwa hakuna ardhi itakayochukuliwa na serikali katika utekelezaji wa mpango huu. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara imeandaa mapendekezo ya kutunga sheria ya milki na kuyawasilisha kwenye mamlaka ya maamuzi. Hatua hii inalenga kuimarisha usimamizi wa sekta ya miliki. Sheria itakayopendekezwa inalenga kuanzisha mamlaka ya kusimamia sekta ya milki, yani Real Estate Regulatory Authority, ambayo pamoja na masuala mengine itakuwa na jukumu la kuunda mfumo madhubuti wa usimamizi wa sekta ya milki. Katika mwaka 2026/27 wizara itaendelea kuratibu mchakato wa kutunga sheria hii ya milki, vilevile kukamilisha kanuni na miongozo ya uendelezaji milki na kuhuisha kanzidata ya mawakala wa milki na uendelezaji milki hapa nchini. Natoa wito kwa wadau wote wa sekta ya milki kuhakikisha kuwa wanasajiliwa na mamlaka hii itakapoanza kufanya kazi ili kutambuliwa na serikali kwa lengo la kuimarisha ushirikiano na ukuaji endelevu wa sekta hii ambayo ni muhimu katika ukuaji wa uchumi wa nchi. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara pia inaendelea na azma yake ya kuziwezesha halmashauri za miji, wilaya, manispaa na majiji ili kuziongezea kasi ya kupanga, kupima na kumilikisha ardhi kupitia mfuko wa maendeleo ya ardhi, yani Plot Development Revolving Fund PDRF. Hadi tarehe 15 Mei 2026, jumla ya shilingi bilioni 50 zimekopeshwa kwa halmashauri 57, ambapo jumla ya shilingi bilioni 33.18 zimerejeshwa, ambayo ni sawa na 66.41% ya fedha zilizokopeshwa. Wizara inaendelea kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI na Wizara ya Fedha kwa lengo la kuchukua hatua stahiki kwa halmashauri ambazo hazijakamilisha kurejesha fedha hizo. Nitumie fursa hii kwanza kuzipongeza halmashauri ambazo zimekamilisha marejesho ya fedha zilizokopeshwa. Aidha, nizikumbushe halmashauri ambazo hazijakamilisha kurejesha mikopo hiyo zifanye hivyo mara moja ili kutoa fursa kwa halmashauri nyingine nchini kunufaika na fursa hii adhimu. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara pia inatekeleza mradi wa uimarishaji wa miundombinu ya upimaji na ramani, yani Land Data Infrastructure, ambao unalenga kurahisisha kazi za upangaji na upimaji ardhi. Katika mwaka 2025/26 wizara ilipanga kukamilisha ununuzi wa vifaa na kuanza uandaaji wa ramani za msingi za uwiano mkubwa wa 1
kwa 2500 kwa miji mikuu ya mikoa na uwiano mdogo wa 1 kwa 25,000 kwa nchi nzima. Aidha, wizara ipo katika hatua za mwisho za ununuzi wa ndege maalum itakayotumika kupiga picha za anga na kutengeneza ramani za msingi. Katika mwaka 2026/27, wizara inatarajia kumpata mkandarasi atakayejenga vituo vya kielektroniki vya upimaji, yani continuously operating reference stations, vipatavyo 30 na kuandaa ramani za msingi za uwiano mdogo wa 1 kwa 25,000 nchi nzima. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara ina jukumu la kuimarisha mipaka ya kimataifa kwa kupima, kujenga na kukarabati alama zilizoharibika, kuandaa ramani za mipaka na kuandaa makubaliano ya uimarishaji wa mipaka. Katika mwaka 2025/26, wizara ilipanga kuimarisha sehemu ya mpaka wa kimataifa kati ya Tanzania na Kenya upatao kilomita 100, pamoja na mpaka wa Tanzania na Burundi kilomita 100, na hadi tarehe 15 Mei mwaka 2026, wizara imeimarisha mpaka wa kimataifa kati ya Tanzania na Kenya kutoka Tarakea wilaya ya Rombo hadi hifadhi ya taifa ya Mkomazi wilaya ya Mwanga kwa jumla ya kilomita 106, na hivyo kufanya jumla ya kilomita zilizoimarishwa kufikia 564 kati ya kilomita 758 za eneo la nchi kavu. Katika mwaka 2026/27, wizara imepanga kuendelea kuimarisha sehemu ya mpaka wa Tanzania na Kenya yenye urefu wa kilomita 140, kuimarisha sehemu ya mpaka wa Tanzania na Burundi yenye urefu wa kilomita 70 na kupima na kuimarisha kilomita 100 za mipaka ya kimataifa kwenye maji. Mheshimiwa Naibu Spika, sehemu nyingine ya majukumu ya wizara ni kuratibu ni kusimamia shughuli za taasisi zilizo chini yake. Taasisi hizo ni Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi, Shirika la Nyumba la Taifa, Bodi ya Usajili wa Wataalamu wa Mpango Miji, Bodi ya Usajili wa Wadhamini, Bodi ya Usimamizi na Usajili wa Wapima Ardhi na vyuo vya ardhi vya Tabora na Morogoro. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara kupitia tume imeendelea kuandaa, kuratibu na kusimamia utekelezaji wa mipango ya matumizi ya ardhi nchini. Katika mwaka 2025/26, tume ilipanga kuandaa mipango ya matumizi ya ardhi ya vijiji 240 kwa kushirikiana na wadau mbalimbali. Na hadi kufikia tarehe 15 Mei 2026, mipango ya matumizi ya ardhi ya vijiji 253 katika halmashauri za wilaya 24 nchini imeandaliwa, ikiwa ni sawa na asilimia 105.42 ya lengo walilojiwekea, na kufanya jumla ya vijiji vilivyopangwa kufikia 4925 kati ya vijiji 12333 ambavyo vipo hapa nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kuliarifu bunge lako tukufu kuwa kati ya vijiji 4925 vilivyoandaliwa mipango ya matumizi ya ardhi tangu tupate uhuru, vijiji 2750 sawa na asilimia 55.83 vimepangwa katika kipindi cha serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi mahiri wa Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aidha, katika mwaka 2026/27 tume itaandaa mipango ya matumizi ya ardhi ya vijiji 1492, ununuzi wa vifaa na ujenzi, vitendea kazi, uzingatiaji wa matumizi ya ardhi, ufuatiliaji na tathmini. Napenda kutumia fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kuongeza tengeo la bajeti kwa ajili ya kuongeza kasi ya uandaaji wa mipango ya matumizi ya ardhi hapa nchini. Aidha, tengeo hilo litawezesha upangaji wa matumizi ya ardhi ya vijiji vingi kwa muda mfupi ikilinganishwa na kipindi kilichopita. Hii inadhihirisha azma ya Mheshimiwa Rais ya kumaliza migogoro ya matumizi ya ardhi hapa nchini na kurejesha tabasamu kwa Watanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kuenzi kazi nzuri ya kuimarisha upatikanaji wa makazi bora kwa Watanzania inayoendelea kufanywa na serikali ya awamu ya 6, Shirika la Nyumba la Taifa linatekeleza mradi wa Samia Housing Scheme wa ujenzi wa nyumba 5000 unaotarajiwa kugharimu jumla ya shilingi bilioni 466. Katika mwaka 2025/26, shirika lilipanga kuendelea na awamu ya pili ya utekelezaji wa mradi huu kwa kujenga nyumba 908 katika maeneo mbalimbali nchini. Hadi tarehe 15 Mei 2026, ujenzi wa nyumba 68 za makazi eneo la Iyumbu Dodoma umekamilika, hivyo kufanya jumla ya nyumba zilizokamilika kufikia 628. Aidha, ujenzi wa nyumba 260 katika eneo la Mtoni Kijichi umefikia asilimia 30 na ujenzi wa nyumba 160 eneo la Mederi Dodoma umefikia asilimia 25. Kadhalika, maandalizi ya ujenzi wa nyumba 100 eneo la Iyumbu Dodoma, eneo la Njidengwa Dodoma na Kawe Dar es Salaam yanaendelea.
Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka 2025/26 Wizara kupitia Shirika la Nyumba la Taifa ilipanga kukamilisha ujenzi wa miradi iliyokuwa imesimama katika mkoa wa Dar es Salaam pamoja na miradi mingine ya ubia, ukandarasi, ujenzi wa majengo ya makazi na biashara na ukarabati wa nyumba katika maeneo mbalimbali nchini. Napenda kuliarifu Bunge lako tukufu kuwa mradi wa Kawe 711 wenye thamani ya shilingi bilioni 169 umefikilizaji na unatarajiwa kukamilika ifikapo tarehe 30 Juni mwaka huu. Aidha, ujenzi wa nyumba 196 katika mradi wa Golden Premier Residence wenye thamani ya shilingi bilioni 127 umefikia 50% na unatarajiwa kukamilika mwaka 2027. Vile vile ujenzi wa mradi wa kiwanja namba 300 Regent Estate upo katika hatua za zabuni. Pia shirika linaendelea na utekelezaji wa miradi ya ubia, ukandarasi, ujenzi wa majengo ya makazi na biashara, uendelezaji wa vitovu vya miji pamoja na ukarabati wa nyumba katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka 2026/27 shirika limepanga kutekeleza kazi zifuatazo. Kwanza, kuendelea na ujenzi wa nyumba katika mradi wa nyumba 5000 wa Samia Housing Scheme katika maeneo ya Mtoni Kijichi na Kawe Dar es Salaam na Medeli na Yumbu Dodoma. Aidha, shirika litaanza ujenzi wa nyumba katika maeneo ya Njedengwa Dodoma, Urafiki Dar es Salaam, Sokoine Complex mtaa wa Azimio Arusha na Makongoro Mwanza. 2, kuanza ujenzi wa nyumba 800 za gharama nafuu kwa awamu katika mradi wa Salama Creek Kigamboni Dar es Salaam, Sabasaba Morogoro, Iyumbu Dodoma na Buswelu Mwanza. 3, kuendelea na ujenzi wa nyumba 196 katika mradi wa Golden Premier Residence na kiwanja namba 300 Regent Estate. Na 4, kuendelea kukamilisha ujenzi wa miradi ya majengo ya biashara katika mikoa mbalimbali nchini ikiwemo Merview Shops, Ngarenaro na Usariva Arusha, Tabora Commercial Complex Tabora, Mkwakwani Commercial Complex Tanga, Uluguru Plaza Morogoro, Iringa Commercial Complex Iringa, Songea Commercial Complex Ruvuma, Bukoba Complex Kagera, 17A Mwenge na 1K Market Street Singida, Uganda Avenues na Ras Kilomoni Dar es Salaam. Na 5, kuendelea kutekeleza mipango wa ukarabati wa nyumba za shirika 2000 na kutekeleza miradi ya ukandarasi na ushauri elekezi inayoendelea na mingine itakayojitokeza. Mheshimiwa Naibu Spika, Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi pia inasimamia utekelezaji wa shughuli za bodi mbalimbali za wataalamu wa sekta ya ardhi. Bodi hizo ni pamoja na bodi ya usajili wa wataalamu wa mipango miji, bodi ya usajili wa wathamini na bodi ya usimamizi na usajili wa wapima ardhi. Majukumu ya bodi hizi ni kusajili wataalamu wa sekta na kampuni za kitaalamu, kusimamia weledi wa wataalamu na kusimamia maadili ya kitaaluma. Vile vile wizara inasimamia vyuo vya ardhi vya Tabora na Morogoro. Vyuo hivi hutoa mafunzo ya muda mrefu na muda mfupi katika fani mbalimbali za ardhi. Aidha, hufanya tafiti na kutoa ushauri wa kitaalamu katika masuala ya ardhi. Mheshimiwa Naibu Spika, utawala na usimamizi wa rasilimali watu ni nguzo muhimu katika usimamizi na utekelezaji wa majukumu ya wizara, hasa katika maeneo yanayohusiana na masuala ya uendeshaji wa ofisi, ajira, maendeleo ya kitaaluma, usimamizi wa utendaji kazi na masuala ya ustawi wa watumishi. Katika mwaka 2025/26 wizara imepokea watumishi 483 wa ajira mpya ambao wameongeza tija na ufanisi. Naomba nitumie fursa hii kumshukuru kwa dhati Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutupatia watumishi wapya ambao wameongeza tija na ufanisi katika utoaji wa huduma za sekta ya ardhi. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara imeendelea kuchukua hatua za kinidhamu kwa watumishi wanaothibitika kufanya makosa au kutekeleza majukumu yao kinyume na sheria na taratibu zilizopo, ambapo hatua za awali za kinidhamu zimechukuliwa dhidi ya watumishi 5 ambao walituhumiwa kukiuka maadili, weledi, sheria na kanuni za utumishi wa umma na hivyo kukutwa na tuhuma za kusababisha migogoro ya ardhi. Aidha, kamati zimeundwa kwa ajili ya kuchunguza tuhuma hizo ili hatimaye watumishi hao wachukuliwe hatua kwa mujibu wa kanuni za utumishi wa umma. Naomba kutumia fursa hii tena kuwaelekeza watumishi wote wa sekta ya ardhi kutimiza wajibu wao kwa kuzingatia utu na maadili ya utumishi wa umma katika kuwahudumia wananchi kwa kuzingatia sheria, kanuni, taratibu na miongozo iliyopo. Wizara yetu haitamvumilia mtumishi yoyote atakayekiuka maadili ya kazi kwa kukwamisha nia na dhamira njema ya Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya kutoa huduma bora za ardhi kwa Watanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka 2026/27 wizara itaendelea kuboresha mazingira ya kazi kwa watumishi pamoja na kuweka msisitizo katika uwajibikaji,
usimamizi wa misingi ya uadilifu na weledi katika utoaji wa huduma bora za ardhi hapa nchini. Aidha, wizara imepanga kuajiri watumishi 460, kupandisha vyeo watumishi 672 na kubadilisha kada watumishi 13. Vile vile wizara itawezesha watumishi 1272 kuhudhuria mafunzo ya muda mfupi na muda mrefu, wakiwemo watumishi 460 wa ajira mpya. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara pia imeendelea kuendesha kliniki za ardhi katika maeneo mbalimbali hapa nchini, ambapo huduma zote za sekta ya ardhi ikiwemo utoaji wa elimu kwa umma zimekuwa zikitolewa kwa wananchi. Mathalan, mwezi Machi mwaka 2026 katika wiki ya maadhimisho ya siku ya kimataifa ya wanawake, wizara iliendesha kliniki ya ardhi ambayo ilikuwa mahususi kwa ajili ya kutoa elimu kwa wanawake kuhusu masuala ya umiliki wa ardhi, iliyojulikana kama Samia Ardhi Clinic, iliyoongozwa na kauli mbiu isemayo mwanamke haki yako, miliki ardhi sasa. Lengo lilikuwa ni kuongeza uelewa, hamasa na umiliki wa ardhi kwa wanawake. Kampeni hiyo ilifanyika katika mikoa yote ya Tanzania bara kuelekea maadhimisho siku ya kimataifa ya wanawake yanayoadhimishwa kila mwaka tarehe 8 mwezi Machi. Kupitia kampeni hiyo, wananchi 16,864 walihudumiwa. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kutumia fursa hii kuwashukuru wadau wote kutoka sekta mbalimbali, wakiwemo Chama cha Wapima Ardhi Tanzania, Chama cha Wataalamu wa Mipango Miji Tanzania, Chama cha Wataalamu wa Miliki Tanzania, Chama cha Wanasheria Tanzania, mashirika yasiyo ya kiserikali na asasi za kiraia kwa ushiriki wao katika kutekeleza majukumu ya sekta. Ushiriki wao katika upangaji, upimaji na uthamini wa mali, kliniki za ardhi na uandaaji wa mipango ya matumizi ya ardhi umeongeza tija na ufanisi katika utoaji wa huduma za ardhi hapa nchini. Wizara inaahidi kuendelea kushirikiana na sekta binafsi katika utekelezaji wa majukumu ili kufikia malengo yaliyoainishwa. Mheshimiwa Naibu Spika, nawashukuru sana Mhandisi Anthony Damian Sanga, Katibu Mkuu, na Bi Lucy Dominico Kabiemela, Naibu Katibu Mkuu, kwa ushirikiano ambao wameendelea kunipatia katika kutekeleza majukumu ya kusimamia sekta hii muhimu. Aidha, nawashukuru Bwana Nathaniel Matthew Mhonge, Kamishna wa Ardhi, Bi Evelyn Baruti Mugasha, Mthamini Mkuu, Bi Stella Chagi Tulo, Msajili wa Baraza ya Ardhi na Nyumba ya Wilaya, Bwana Hamadi Abdalla Hamadi, Mkurugenzi Mkuu wa Shirika la Nyumba la Taifa, Bwana Joseph Constantine Mafuru, Mkurugenzi Mkuu wa Tume ya Taifa Mipango ya Matumizi ya Ardhi, wakuu wa idara na vitengo, wenye viti wa bodi na watumishi wote wa wizara na taasisi kwa kuendelea kutekeleza majukumu yao kwa juhudi na maarifa ili kufikia malengo ya wizara. Mheshimiwa Naibu Spika, natoa shukrani zangu za dhati kwa viongozi wa Chama cha Mapinduzi katika ngazi zote kwa maelekezo, miongozo, ushauri na ushirikiano wanaoendelea kunipatia katika utekelezaji wa majukumu yangu. Aidha, nawashukuru sana wananchi wa jimbo la Masasi kwa ushirikiano wao mkubwa wanaoendelea kunipatia katika utekelezaji wa jukumu la kuwawakilisha hapa bungeni. Kwa namna kipekee napenda kuishukuru sana familia yangu na hasa mke wangu Bi Grace Akwilapo na watoto wangu Catherine Akwilapo, Felix Akwilapo na Emmanuel Akwilapo pamoja na wajukuu zangu kwa upendo, ushauri, uvumilivu na kunitia moyo wakati wote nikiwa katika utekelezaji wa majukumu ya kitaifa. Pia nawashukuru viongozi wa dini kwa sala na dua zao ambazo zimeendelea kunipa nguvu katika kutekeleza majukumu yanayonikabili. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nitumie fursa hii kuwashukuru washirika wa maendeleo ambao serikali imekuwa ikishirikiana nao katika utekelezaji wa shughuli za maendeleo zinazohusiana na sekta ya ardhi. Washirika hao ni pamoja na Benki ya Exim ya Korea Kusini, UN Habitat, Shelter Africa, Africa Union Border Program, Regional Center for Mapping of Resources for Development, Tanzania Mortgage Refinance Company, Watumishi Housing Company, Wakala wa Huduma za Misitu, Association for Development of Protected Areas, taasisi za fedha za ndani, asasi za kiraia, sekta binafsi na wananchi kwa michango yao katika utekelezaji wa majukumu ya sekta ya ardhi. Aidha, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa vyombo vya habari kwa ushirikiano mzuri waliotupatia katika kutoa elimu na hamasa kwa umma kuhusu masuala ya sekta ya ardhi. Kwa hakika wanahabari wamewezesha wizara kuwafikia wadau wengi zaidi hapa nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kuhitimisha hotuba yangu kwa kuliarifu bunge lako tukufu kuwa wizara katika mwaka 2026/27 itaendelea kuimarisha
kuimarisha uratibu na usimamizi wa maendeleo ya sekta ya ardhi kwa kuzingatia vipaumbele vilivyoainishwa katika hotuba hii. Aidha, kwa mara nyingine nitumie fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwako wewe binafsi na kwa waheshimiwa wabunge kwa ushirikiano mnaoendelea kunipatia katika kutekeleza majukumu ya wizara. Pamoja na hotuba hii, yamepatishwa majedwali ambayo yanafafanua kwa kina shughuli zilizotekelezwa na wizara. Hotuba hii, Mheshimiwa Naibu Spika, pia inapatikana kwenye tovuti ya wizara ambayo ni www.lands.go.tz. Mheshimiwa Naibu Spika, ili kuwezesha utekelezaji wa vipaumbele na mpango wa bajeti wa wizara kwa mwaka 2026/27, naomba kutoa hoja kwamba bunge lako tukufu lijadili na kuidhinisha bajeti ya jumla ya shilingi bilioni 210,259,515 kwa ajili ya matumizi ya mafungu yote mawili, yaani fungu 48 Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi na fungu namba 3 Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi kwa mchanganuo ufuatao: moja, shilingi bilioni 100,224,553,000 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 61,134,550,000 ni kwa ajili ya mishahara ya watumishi wa wizara na tume, na shilingi bilioni 39,090,003 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo, yani OC. Na mbili, shilingi bilioni 110,034,962,000 ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 44,132,469 shilingi bilioni 44,132,469,000 ni fedha za ndani na shilingi bilioni 65,902,493,000 ni fedha za ndani. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru tena wewe binafsi na bunge lako tukufu kwa ushirikiano mnaipa Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Aidha, naishukuru kamati ya kudumu ya Bunge ya Ardhi, Mali Asili na Utalii na waheshimiwa wabunge wote kwa ushirikiano mkubwa ambao wanatupatia. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya kusema hayo, naomba kutoa hoja. Asante sana Mheshimiwa Waziri, hoja umeitoa na imeungwa mkono.